Jana nilikuletea hapa ibada kubwa ambayo imefanyika kule Mwanza. Ibada hii ambayo imeandaliwa na mtumishi wa Mungu Minister Bella Kombo, a prophetic call. Ilikuwa ni ibada kubwa nzuri. Sasa katika ibada hiyo bwana, mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahudumu katika ibada hii kubwa, na mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert ametoa ushuhuda wake wa kule Mungu ambako alimtoa. Anasema mwaka 2019 alikuwa na msongo wa mawazo kweli kweli, na alijitahidi kuepukana na huo msongo wa mawazo kwa kutafuta wanawake, lakini pia kujichua. Wengi tunafahamu nikisema neno kujichua. Sasa Goodluck Gozbert alisimama pale katika ibada hii ambayo imehudhuriwa na maelfu ya watu na kuzungumza na kutoa ushuhuda huo bila ya kuwa na aibu. Nadhani alitoa ili vijana wengine waweze kujifunza. Watu wengi wamempongeza Goodluck Gozbert kwa kile ambacho amekifanya, kuzungumza, kutoa ushuhuda wake. Ni kitu kigumu kweli kweli. Vijana wengi wanashindwa kusimama mbele za watu na kutoa ushuhuda kama huu. Nitakuwekea huu ushuhuda uweze kusikia kile ambacho mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert amekizungumza katika ibada hii ya a prophetic call ambayo iliandaliwa na mtumishi wa Mungu Bella Kombo. Mwaka wa 2019 nilifika mahali nikakata tamaa sana. Moyo ulikuwa umeshuka. Nafanya mziki, lakini kila ninachokifanya naona kama nakifanya kwa uzito. Sema kwa uzito. Nakifanya kwa uzito katika namna ambayo sielewi kwa nini nakifanya. Kwa moyo ukachoka, moyo ukazimia. Nikafika mahali nikatamani labda kama na uwezo wa kupata msaada. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili ndio, nimeokoka ndio kama wengi tulioko hapa, lakini ndani yangu nasikia kuna utupu. Kuna utupu, kuna uwazi ambao sijui namna gani na uwezo wa kujaziliza ili niwe na furaha kamili. Nikaanza kumtafuta Mungu. Mungu nisaidie. Safari haikuwa nyepesi. Hapo katikati nimekutana na vitu vingi sana. Hiyo naongelea habari ya mwaka wa 2019. Kutana na vitu vingi sana. Sikuwa naweza kulala usingizi. Usiku unakuwa mgumu. Usiku unafika lakini huwezi kulala usingizi. Kafika hatua nikaanza kutafuta, nikasema okay, labda nitafute mwanamke anaweza kunisaidia kupunguza stress. Tafuta wanawake, lakini wapi, bado mzigo uko pale pale. I struggled. Kuna mahali niliingia kwenye kitu kinaitwa masturbation. Usiku mmoja, one night, usiku mmoja nikiwa nimelala baada ya kuhangaika sana na hiki kitu, kuteseka kwa kila namna, mwanaume akaja ndani ya chumba changu mwenyewe. He came into my room. He came into my room. Akaja Yesu mwenyewe. Akaja Yesu mwenyewe. Listen, let me tell you. I know you have tried. Najua umejaribu. I know you have tried. Najua unaficha. Najua unaogopa utaonekanaje. But that day he came himself. Alikuja yeye mwenyewe. I could feel electricity. Nilikuwa nasikia ni kama shoti za umeme zinapiga. And mwili wangu haukuwa sawa tena. Since that time, tangu wakati huo, sikuwa sawa tena. Sikuwa mimi tena. Sikuwa mimi tena. I died that day. Hiyo ni siku mtu wa zamani alikufa, akazaliwa mtu mpya. Hiyo ni siku mtu wa zamani alikufa, akazaliwa mtu mpya. Nisikilize, let me tell you. Don't listen to what people tell you. Achana na kitu watu wanakuambia. Achana na kitu watu wanakuambia. I can assure you, by this time napoongea na wewe sasa hivi ningekuwa nimeisha kufa. Kwa nini? Kwa sababu kwetu ukoo mzima tuko watu 5, man of God, watu 5. Wanaume ni 5 peke yao ndio ukoo mzima. Mmoja ndio baba yetu. Sawa?